Kama ambavyo tunatambua leo ni sikukuu ya Muungano na tunaadhimisha miaka 62 ya Muungano. Sisi kama wanahabari ambao tupo hapa Zanzibar na tunaendelea kuripoti michuano ya Muungano, tukaona siku isipite hivi hivi tuweze kufanya jambo na tukatembelea katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Magharibi Lumumba hapa Zanzibar kuweza kutoa chochote kitu kama ambavyo tunajua, na kupitia wadau mbalimbali ambao tuliweza kuwaomba wakaweza kutushika mkono, lakini kwa haraka zaidi tuliweza kupata msaada kutoka kwa my brother Mohamed Dewji ambaye ni rais wa heshima wa klabu ya Simba na mwekezaji. Kipekee tunaweza tukasema tunamshukuru kwa namna nyingine kuweza kufanikisha jambo hili, na tupo hapa na Mr. John ambaye pia ni miongoni mwa wahusika katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Magharibi hapa Zanzibar. Binafsi tunasema tunashukuru sana kwa hiki ambacho tumekifanya. Tunasema ni kidogo lakini ni kikubwa. Asanteni sana. Kama vile ambavyo ametoka kuzungumza mwenzangu mwandishi wa habari Muhsini Kimonje, na mimi ni Jenny Kishai, mwandishi wa habari kutoka Tanzania Bara, na kama ambavyo tunafahamu leo ni maadhimisho ama kumbukumbu ya miaka 62 ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Na sisi kama ni waandishi wa habari kutoka Tanzania Bara tuko hapa kwa ajili ya kuripoti michuano ya Muungano Cup kwa mwaka 2026. Leo tukaona sio mbaya tukija kutembelea hapa katika hospitali hii ya Lumumba, sababu tunafahamu kuna wenzetu wako hapa wana uhitaji sana, wanaumwa, walitamani na wao siku hii ya leo wawe nje wanaendelea na maisha yao ama ratiba zao za kawaida, lakini wako hapa kutokana na changamoto mbalimbali za kiafya zinazowasumbua. Kama vile ambavyo mwenzangu amezungumza, tuliwafuata wadau mbalimbali waomba tusapoti, watushike mkono ili tuweze kuja kutoa chochote kitu hapa, lakini kwa rais wa heshima wa Simba Sports Club Mo Dewji ndo ambaye kwa uharaka zaidi aliweza kutujibu akatusaidia, na leo tumepata mahitaji ambayo tumekuja nayo hapa. Bila shaka mimi nasema kwamba hakuna kupata kudogo. Hiki ambacho tumekuja nacho leo hapa waandishi wa habari kutoka Tanzania Bara, naamini kwamba kitakwenda kuwasaidia wenzetu ambao wana uhitaji hapa. Kwa hiyo tunaomba madaktari, wauguzi wa hospitali hii mkipokee hiki ambacho sisi tumekuja nacho hapa, na tuendelee kuwapongeza kwa huduma ambazo mnaendelea kuwapatia wenzetu ambao wana uhitaji. Inawezekana leo wao wana uhitaji wako hapa, lakini kuna sisi ambao tunatembea, tuna afya nzuri, lakini kesho tukaletwa sisi hapa. Lakini tuwashukuru pia sana na kuendelea kuwapongeza. Asanteni sana. Assalamu alaikum and karibu hapa Lumumba Hospitali. We are very happy that you come and also to share your blessing, and this is a good way of our partnership. You are not only bringing a very good advocacy to the hospital, but you are connecting also with the community that we have, especially how you are supporting our patient. And not only that, most of our patients are football fans, so they are very happy to see you because most of them also play football. And even despite of their situation right now, they're happy to see you. And also we are looking forward for more partnership, how we can build a better community that provide a better healthcare. Healthcare is not a task only by the government, not task by the private sector, but this is a task for all of us. So asante sana, especially to the Simba team and to all of you who are supporting this project. Shukran. Assalamu alaikum. Kwanza nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuweza kutujalia tukakutana hapa kwa salama na amani. Lakini la pili, sisi waandishi wa habari wa hapa visiwani Zanzibar kwa umoja wetu na waandishi wa habari kutoka Tanzania Bara tumeadhimia kufanya jambo kubwa leo katika siku ya maadhimisho ya sherehe ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar kwa kutoa msaada wa vitu mbalimbali hapa katika hospitali ya mkoa ya Lumumba. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, jambo limekwenda vizuri na yale matarajio yetu ambayo tulikuwa tunatarajia yamekwenda vizuri. Kwa pongezi na heshima kipekee sana tumshukuru mdhamini wetu ambaye ametunga mkono Bwana Mohamed Dewji kwa kuhakikisha
mambo yote yanakwenda vizuri. Sisi kama wakaazi na wenyeji wa hapa Zanzibar tumelifurahia jambo hili, na ndio maana leo tumekuwa mstari wa mbele kuhakikisha jambo linakwenda vizuri. Lakini mwisho ni washukuru waandishi wa habari wenzangu tokea kule Tanzania bara kwa kuona ipo haja ya kuunganisha nguvu na sisi waandishi wa hapa Zanzibar kuhakikisha tunatoa mahitaji maalum pamoja na misaada kwa watu wenye uhitaji hasa hapa katika hospitali ya rufaa ya mkoa.